Jeshi la polisi mkoa wa Geita linathibitisha kwamba Machi 23 mwaka 2025 majira ya saa 12 jioni katika kitongoji cha Igwamanoni kijiji cha Kakayoyo wilaya ya Bukombe, mtoto mmoja Ibrahim Masumbuko, mwanafunzi wa darasa la kwanza shule ya msingi Kakayoyo, alifariki baada ya kupigwa na radi iliyowajeruhi pia Kulwa Masumbuko, mwanafunzi wa darasa la 3 katika shule tajwa, na Isaka Masumbuko, wote kutoka kwa familia ya Masumbuko Lushona. Ikumbuke kwamba tarehe tajwa ilinyesha mvua kubwa iliyoambatana na upepo mkali na radi, ambapo watoto hao walikuwa kwenye mashamba ya mpunga wakiwinda ndege. Baada ya kuona mvua kubwa, walianza kukimbia kurudi nyumbani. Wakiwa njiani walipigwa na radi na kusababisha kifo na majeruhi kwa watoto niliowataja. Mwili wa marehemu umefanywa uchunguzi na kukabidhiwa kwa ndugu kwa taratibu za mazishi. Waliojeruhiwa wamepatiwa matibabu katika kituo cha afya Bulega na kuruhusiwa na hali zao zinaendelea vizuri. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi kuchukua tahadhari katika kipindi cha mvua ili kujiepusha na kujikinga na madhara au athari zinazoweza kujitokeza. Imetolewa na kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Geita. Pia tunathibitisha pia kwamba mnamo tarehe 23 majira saa 12 jioni katika kitongoji cha Igwamanoni kijiji cha Kakayoyo wilayani Bukombe, mtoto mmoja anaitwa Ibrahim Masumbuko, miaka 9, mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Kakayoyo, alifariki dunia kwa kupigwa na radi, ambayo pia iliwajeruhi Kulwa Masumbuko, miaka 11, mwanafunzi wa darasa la 3 katika shule tajwa hapo juu, na Isaka Masumbuko mwenye miaka 3, wote kutoka familia ya Masumbuko Lushona. Ikumbuke kwamba katika tarehe tajwa ilinyesha mvua kubwa iliyoambatana na radi, ambapo watoto hawa baada ya kuona mvua kubwa hiyo walikuwa wamekimbia kurudi nyumbani, na watoto hao walikuwa katika shamba la mpunga wakiwinda ndege, lakini walipoona kwamba mvua imezidi ilikuwa inaambatana na radi walikimbia, lakini wakiwa njiani ndio tukio hilo kubwa likawapata. Huyo mmoja akawa amepoteza maisha, na hawa wengine wote walipelekwa hospitali na kupatiwa matibabu, lakini huyu mwili tayari umeshakabidhiwa kwa familia yake kwa ajili ya mazishi. Basi jeshi la polisi linapenda kutoa tahadhari kwa wananchi, haswa katika kipindi hichi cha mvua kali ambazo zinaambatana na radi. Wao wanajichunga haswa wanapokuwa wako katika mazingira kama hayo, mazingira miti mirefu, ili kuweza kulinda uhai wao. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Geita bado tunaendelea na doria mbalimbali za kuzuia na kutanzua kero ya uhalifu. Katika kipindi hichi tunachoelekea katika siku kubwa za Eid al-Fitr pamoja na Pasaka pamoja na ile ya Muungano, zote tumehakikisha kwamba mkoa uko salama na doria zinaendelea zikiimarishwa katika kata zote pamoja na vitongoji. Asanteni. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.